وبركاته. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير العباد وعلى آله وأصحابه الأفاضل الأمجاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mheshimiwa Mwenyekiti wa TAHAFE Sheikh Haidar Kabili na naibu wako Sheikh Abasi, Mheshimiwa mkurugenzi wa kitengo cha hija katika kamisheni ya wakfu na mali ya amana Sheikh Hassan, waheshimiwa viongozi wa BETA kutoka Zanzibar, waheshimiwa viongozi wa UTAHIZA na viongozi wa TAHAFE, Mheshimiwa Sheikh Tahabane, Mheshimiwa Sharif Tahir kutoka BETA Bara, Mheshimiwa alinikaribisha katibu wa Jukiba Sheikh Athman Zuberi, Mheshimiwa Sheikh Abdurrahman kutoka uhamiaji. Itifaki imezingatiwa. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati nakuja katika hafla hii, akili yangu yote katika kichwa changu ilikuwa imeelekea kusimama katika jukwaa hili kama mwenyekiti wa uratibu wa BETA Tanzania Bara, lakini wakati niko njiani ndipo nilipopewa zigo hili la kumwakilisha Samahatul Mufti ambaye alipata msiba katika familia yake, na hivi sasa hivi niko njiani kuelekea Korogwe. Kwa hiyo hapa nilikuwa nafanya rehearsal ya kusimama katika jukwaa hili kumwakilisha, maana hata mara moja sijapata kusimama kumwakilisha katika jukwaa kama hili. Kwa hiyo najua Sheikh Tahabane pale ataniombea dua kuhakikisha kwamba, pamoja na dua nyingine nimeshaitanguliza ya kusema rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, lakini na dua nyingine utaendeleza Sheikh Taha. Kwanza kabisa nitoe shukrani kwa Tanzania Hajj Federation kwa jambo kubwa hili ambao wamefanya, ambalo makusudio yake ni kuhamasisha ibada hii tukufu ya hija kwa nchi yetu Tanzania. Niwashukuru vile vile kwa niaba ya baraza, kwa niaba ya mufti, ndugu zetu wa UTAHIZA kutoka Zanzibar. Niwashukuru vile vile viongozi wa BETA kutoka Zanzibar, na vile vile tuwashukuru maofisa na wenzetu kutoka idara ya uhamiaji ambao takriban kila mwaka tunapofanya kongamano kama hili wanakuwepo. Nafahamu mimi karibu miaka 20 sasa, na wadau wakubwa kwenye swala hili, lazima tuwashukuru. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia lam yashkurillah man lam yashkurin nas, hajamshukuru Mwenyezi Mungu asiyewashukuru watu. Kwa hiyo usipokuwa na tabia ya kuwashukuru binadamu wenzako, basi wewe hata Mungu hutamshukuru. Kila atakachokupa Mungu utakiona kidogo. Kwa hiyo kushukuru ni tabia mahmud, tabia nzuri. Sisi shule zamani kulikuwa hata ukachapwa na mwalimu amekwambia lala chini, alafu akakutandika bakora, ukisimama unatakiwa useme thank you sana. Kakutandika alafu uambia thank you sana. Usiposema thank you teacher, atakupiga tena. Sasa mantiki ya kumwambia mwalimu thank you sana wakati kakutandika bakora ilikuwa hatuioni, lakini sasa hivi
mantiki tuliona na kwamba huyu kanifundisha adabu ati, kwa lazima niseme thank you. Na Mwenyezi Mungu katuambia ndani ya Qur'an, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Mwenyezi Mungu ametuambia tukishukuru atatuzidishia, la in shakartum la azidannakum wala in kafartum, msiposhukuru mkawa hamna tabia ya kushukuru tawadhibu. Mahadhifishwa ile kipande kile, tawadhibu, inna adhabi la shadid, hakika adhabu yangu kali. Kwa kushukuru ni jambo la wajibu, lazima kuwashukuru wote ambao wamehudhuria katika kongamano hili. Sote hapa kila mmoja angeamua kwamba atahudhuru isingefanyika. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala awajalie nyote, ayajalie haya yote katika mizani na mema yetu siku ya Kiyama inshallah. Jambo jingine, jambo tunalifanya hili jambo la kiibada, ni biashara, lakini biashara vile vile ni ibada. Hili jambo la kiibada, kwa hiyo asije akatusahaulisha shaitani katika malipo ya haya tunayoyafanya. Kutangaza hija ni ibada, si amri. Amri irshadi ni amri. Mwenyezi Mungu atuambia kwamba waadhin fi nnasi bil hajj, tangazieni watu hija. Ameambiwa Nabii Allah Ibrahim, na sote tumeambiwa amri na kuhusiana sisi kutekeleza amri hii ni ibada. Kwa hiyo tukija na makamera yetu na makongamano yetu na mambo yote tunayofanya haya, tusije tukasahau kuwekania kwamba Mwenyezi Mungu ayajalie haya katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama. Tangu tunavyoanza sasa hivi mpaka tutakapokuwa tumewapeleka mahujaji, mpaka tukirudi, yasiyo madaftari yetu yana zile swala tu, lakini haya hayapo na hayawezi kuwepo mpaka huwa umeanuilia innamal a'malu binniyat. Kwa hiyo tukumbushana wote kwamba tunapokuja kwenye masuala kama haya tujue kwamba Mwenyezi Mungu, tumuombe Mwenyezi Mungu aandike katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama. Jingine ni kuhusu taasisi zetu hizi. Taasisi zinafanya kazi kwenye presha kubwa sana, lazima tuzisemee taasisi. Hivi tunavyozungumza sasa hivi, taasisi zinalazimika kulipa location na mahema Mina, na tarehe zishafika tayari, Mina na Arafa, haswa Mina. Pesa hazipo. Watu katika utaratibu wao ni kwamba anangoja mpaka mwezi wa Ramadhani au mwezi Shabani au mwezi Oktoba. Kwa hiyo taasisi zinafanya kazi kwa kubahatisha. Unaweza ukasema mimi nitalipia watu 80, ukalipa location ya watu 80, ukalipa mahema watu 80 kwa kuweka rehani nyumba yako au kwa kukopa au kwa kufanya chochote utakachofanya ili uzuie location ya watu 80, alafu wakati wa hija ukapata watu 70. Na gharama ya mtu mmoja unapomlipia location ni zaidi ya dola 1200. Kwa hiyo ukipata upungufu wa watu 20, maana kuna zaidi ya dola 1024 umepata, umezilipia bure. Ukipata upungufu wa watu 10, maana una dola zaidi ya 1012. Kwa hiyo ndugu Waislamu ambao mtatusikiliza katika kongamano hili na makongamano mengine, Samahatul Mufti ameniagiza nilizungumza hili la kwamba lazima tubadilike. Katika slogan yake anasema tujitambue, tubadilike, tuache mazoea kuziweka taasisi katika hali ya wasiwasi mpaka siku ya mwisho ya kutoa visa. Hii imekuwa ni donda ndugu. Wewe unachukua watu 100, unapata watu 90 au unapata watu 70. Imekuwa ni kilio cha kila siku. Mnaweza kutusaidia ni nyinyi ndugu zetu mahujaji kuhakikisha kwamba mnalipa mapema. Na pia unapolipa mapema hata
gharama za zile pesa, maana exchange rate inatofautiana wakati unapolipa sasa hivi na unapolipa wakati wa hija. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo naomba tulisisitize sana kwa ndugu zetu mnaotusikiliza ambao ni mahujaji watarajiwa. Muondolee pressure viongozi wa taasisi zetu za hija. Kuna watu sisi tuwajua katika viongozi wa hija wamepata maradhi ya pressure, wamepata maradhi ya moyo kutokana na kazi hii. Kutokana kila mwaka ni pressure. Kila mwaka. Sasa mtusaidie, mwasaidie viongozi wenu wanaosimamia hizi taasisi. Ama jambo la kuitangaza hija, tuzipongeze taasisi zetu zinazosimamia hija wa bara na visiwani kwa kuzinduka kuitangaza hija. Katika miaka ya nyuma ilikuwa hija yatangazwa katika misikiti tu. Ukienda msikiti wa Manyema, msikiti gani, msikiti wa Tanga, wa Ijumaa, wapi, kwenye milango ya misikiti ndio kuna matangazo ya hija. Lakini kuanzia mwaka jana, mwaka juzi kidogo kumekuwa na mwamko mkubwa wa kutangaza, mwamko ambao ndio umesababisha idadi ya mahujaji kufikia 4,000 na kitu kwa mwaka jana. Na kaida ndio ile ile tu, tangaza. Ukitangaza biashara yako watu watanunua. Mwenyezi Mungu aliposema waadhin fi nnasi bil hajj, watangazieni watu hija. Adhin, tangaza. Jawabu al-amri yatuka, watakuja tu. Ukitangaza watakuja. Lakini usipotangaza ukatosheka na kwamba mtu anajua hili ni swala la ibada, lazima itasuasua. Tumeelezwa hapa kwamba kuna makongamano yatafanyika katika mikoa 8. Sisi jana kama tahafe kama bi'tha hapa najitoa kidogo kwenye kama bi'tha, tulikuwa na kikao cha kimkakati cha kuhakikisha kwamba tunafanya makongamano katika mikoa 9. Mikoa 9. Napenda nitangaze hapa mikoa 9 yenyewe. Ikikolide na tahafe tutakuwa pamoja. Na tutawaomba hivyo tuwe pamoja. Mwaka jana tulikuwa pamoja. Tulikuwa pamoja. Nyinyi mmetangaza hapa kwamba tutafanya makongamano katika mikoa ya kanda. Sisi kama Hajj Mission hatutakwenda mikoa ya kanda kwa sababu tutakuwa tumerudia. Kwa hiyo mikoa ambayo imeteuliwa kwa ajili ya kufanya makongamano hayo ni Tanga, katika mji wa Tanga, ni Moshi katika mkoa wa Kilimanjaro, ni Kondoa katika mkoa wa Dodoma, Tabora katika mkoa wa Tabora, Kahama katika mkoa wa Shinyanga, Kilwa katika mkoa wa Lindi, Mtwara katika mkoa wa Mtwara, Mbeya katika mkoa wa Mbeya na Sumbawanga katika mkoa wa Rukwa. Hii ni mikoa ambayo mwaka huu imeteuliwa na Tanzania Hajj Mission kwa ajili ya kufanya zoezi hili la kuhamasisha mahujaji. Kupanda kwa gharama hapa imetangazwa na mwenyekiti wa tahafu, katangaza bei elekezi ya $6,700. Sio kwamba hao wamekaa tu wakatangaza $6,700 au wameelekezwa tu kwamba watangaze $6,700. Gharama halisi za hija zimepanda kupita kiasi. Gharama za ndege zimepanda, na mwaka huu safari za hija zitakuwa kwenye high season. Kwa hiyo tiketi haitakuwa chini ya 1,400 na gharama nyingine. Kwa hiyo ile bei ya 6,000 imepitwa na wakati. Kwa hiyo Tanzania Hajj Mission ilazimika kukaa na taasisi za hija hizi na kuziamrisha kwamba na kuzielekeza kwamba at least wakiweka $6,700
itakuwa imekidhi kwa kiasi kikubwa kuondolea hiyo shida. Tanzania Hajj Mission na Tanzania Hajj Federation TAHAFE imezitangaza taasisi 19 hapa na ikasisitiza kwamba taasisi hizi ndizo taasisi zitakazopewa certificate na Tanzania Hajj Mission kwa ajili ya kusafirisha mahujaji mwaka huu. Tanzania Hajj Mission itazipa certificate taasisi hizo. Kwa hiyo haji yoyote anapokwenda kujiandikisha katika taasisi yoyote ahakikishe kwamba taasisi hiyo inayo certificate ya Tanzania Hajj Mission. Kama taasisi hiyo haina certificate ya Tanzania Hajj Mission kwa upande wa Tanzania bara au kwa upande wa Tanzania visiwani, ziko taasisi zingine za Tanzania visiwani zina operate Tanzania bara, zitakuwa na taasisi nayo zitakuwa na certificate ya wakfu na mali ya amana. Sheikh Hassan, zitakuwa na certificate ya wakfu na mali ya amana. Na taasisi ya Tanzania bara itakayo operate Zanzibar itakuwa vile vile ina certificate ya Tanzania Hajj Mission kwa upande wa bara. Tunalizungumza hili kwa msisitizo kwa sababu ya kuepuka watu ambao wanatumia daraja la hija au dirisha la hija kuwatapeli watu. Tumeshayaona hayo. Kuna watu tumeshawaona katika mimbari za misikiti wanatangaza taasisi zao za hija kwamba zinasafirisha hija, lakini ukiwacheki kwenye listi hawapo. Ili kujiepusha na hilo, lazima kila taasisi utakao kwenda kupeleka pesa zako dola 6,700 uzikabidhi katika taasisi ambayo ofisini kwake pale utaona kuna certificate ya Tanzania Hajj Mission ambayo imesema taasisi hiyo imeruhusiwa kusafirisha hija. Hili ni jambo muhimu sana. Kwa kuwa mengi yamezungumzwa, nichukue fursa hii washukuru tena wenzetu wa uhamiaji kwa kutuvumilia sana na kutufungulia dirisha maalum wakati wa hija. Wanatuvumilia kweli. Yaani mengine wala hayafai kusemwa hapa. Hayafai kusemwa hapa. Hayo mengine kwamba bwana mimi na mahujaji 100 lakini kwenye listi na watu 150. Tupunguze sasa hiyo. Isiyo tena basi ndio wakati wa hija basi wewe wanatafuta kila ambaye unataka upate pesa kutoka kwake unamwambia anakwenda hija. Hapana, hilo baadaye linaleta shida. Wote sisi tunatakiwa tutumie akili zetu, weledi wetu kuhakikisha kwamba tunailinda nchi yetu, tunawalinda vijana wetu kutumia fursa za pasipoti vibaya. Katika kumalizia, nataka nitoe kisa kimoja. Siku moja nilikwenda kwa ammi yangu almarhum Sheikh Muhammad bin Ali al-Buhri. Sheikh Muhammad bin Ali alikuwa na mtoto wake, alikuwa na mjukuu wake aitwa Muhammad Ali vile vile. Ataka pasipoti yule mtoto wake, yule mjukuu wake ataka pasipoti, akaja ofisini kwangu wakati huo mimi ni kaimu katibu mkuu wa BAKWATA. Alipokuja nikamuuliza wataka pasipoti ya nini? Akasema nitaka pasipoti, nimepata nafasi ya kwenda kusoma South Africa. Kaambia nionyeshe barua ya scholarship ya South Africa. Aliponionyesha ile barua kaniletea photocopy. Nikamwambia hii photocopy ulioniletea, niletee original. Sasa hii mimi nitaipata wapi original? Utaipata wapi vipi wakati wewe umepata scholarship? Akaenda kanishtaki. Aliponishtaki sasa ammi ananiambia wewe kwa nini umemnyima pasipoti huyu wakati unao uwezo kwenda migration na akapewa pasipoti? Nimwambia niletee barua original. Sasa yeye barua original hana. Lakini kwa heshima yako ammi,
kwa heshima yako wewe sasa mimi nitakuletea gari hapa, nitakupeleka immigration na dereva atakupeleka pale, halafu tutawaambia watu wa immigration, huyu bwana huyu anataka kusafiri na babu yake kwenda umra, na kuhakikishia immigration utampa pasipoti siku hiyo hiyo. Sasa wewe niambie siku gani nimwambie dereva aje kuchukua kupeleka immigration? Basi tukakubaliana. Nilipotoka pale akamwita akamwambia, mimi kabla sijaenda immigration naomba unipe namba ya simu nizungumze na hao watu wa South Africa. Simu hii hapa iko wazi, nizungumze nao ili tuende huko immigration. Alipoambiwa vile akawalia, hataki kutoa namba ya South Africa. Kesi ikesha. Mimi nilipokuja nikamuuliza, ammi, vipi sasa ammi, mbona ile safari kwenda immigration kuja niambia ili nikupe dereva akupeleke? Akasema mwanao hapa kaja, nimemwambia anipe namba nizungumze na watu wa South Africa, alia. Ni kwamba yeye hakuwa na mpango wa kwenda South Africa. Sijui mnaliona lilivyo hili. Lakini kutokana na sisi tumemsaidia yeye vile vile. Sisi tumemsaidia, kama tungetumia njia yote tukamsaidia akapata pasipoti, asingekwenda South Africa. Alafu hatujui angekwenda wapi. Alafu angefanya nini? Kwa hiyo tulipojaribu kumpana kidogo alikasirika, akalia, akafanya nini, lakini tumemsaidia. Sasa tusitumie fursa hizi ambazo tumepewa na serikali kwamba tumefunguliwa dirisha maalum, ukalitumia kwamba basi wewe kila anayetaka pasipoti basi ukaenda pale ukatumia fursa hii akapewa pasipoti. Saa nyingine inaweza ikasababisha madhara ukajuta wewe mwenyewe. Kwa hiyo hili nalo nilisema nilisisitize kwa sababu limenitokea hata katika baraza. Kuna wakati tushawahi kwenda immigration, kufika pale kuangalia listi ya watu walioomba na taasisi mbalimbali. Kuna watu chungu nzima wamepenyezwa, lakini hayo hatuna haja ya kuyazungumza kwa undani hapa, isipokuwa tu tujaribu kujicontrol, tupunguze. Baada ya kuyasema hayo, na haya nimeyasema kwa ile kofia ya uzima sasa au mufti, nasema kwa heshima hii, kwa kofia ile, ili kutoa nasaha kwa taasisi zetu za hija zitumie fursa hii ya dirisha tulopewa na kupewa kipaumbele katika kutangaza, katika kutafuta pasipoti. Basi tutumie vizuri kwa ajili ya maslahi ya kizazi chetu na wote ambao wananufaika na huduma hii. Baada ya hapo tena niwashukuru tena viongozi wa TAHAFE, viongozi wa TAHIZA na kila ambaye amehudhuria katika hafla hii. Tuwashukuru wenzetu waandishi wa habari. Msingalikuja hapa, ingekuja kamera moja tu, maana yake tungejisikia wanyonge, lakini kwa kuja kwenu inshallah tuna hakika kwamba na nyinyi mtakuwa mmesaidia katika kulitangaza kongamano hili, na Mwenyezi Mungu ajalie pia haya katika mizani ya mema yenu siku ya Kiyama. Wabillahi tawfik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.